ushahidi ama ya vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, wakati mwingine uhalifu wa mtu mmoja tu au wa kikundi hujitokeza kwa kuwa na tishio kwenye maisha ya kila siku ya mtu ama mwananchi wa kila moja. Ikumbukwe kuwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 3 viliwahi kujitokeza vitu vya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, ulikuwepo uhalifu, watu walikuwa wanateka magari ya mizigo, tunayakumbuka haya. Wakati mwingine wanateka mabasi ya abiria na katika maeneo mbalimbali, na jambo la aina hiyo lilileta vitisho kwa wananchi wa Tanzania. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilisimama imara na kukomesha uhalifu huu. Vilikomesha. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 4 ulitokea uhalifu mwingine wenye sura tofauti ambao ulikuwa unaweza kufananisha na sura ya kigaidi, uliohusisha urushwaji wa mabomu kwenye nyumba za ibada, mikusanyiko ya watu, mikutano ya hadhara, mashambulizi ya mtu mmoja wakiwemo watu wenye ulemavu wa ngozi. Wa Tanzania tumeyasahau haya? Yalitokea kwenye nchi yetu na yalileta utisho mkubwa: mikusanyiko, makanisa, misikiti, kurushiwa mabomu, mikutano. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilisimama imara na kukomesha uhalifu. Vilisimama imara vyombo vyetu. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 ulitokea tena uhalifu, watoto kutekwa na kuuawa, tunakumbuka hiyo. Mtu mmoja kupigwa risasi kwenye makazi yake, wengine kwenye kazi zao, na utekelezaji wa majukumu yake ya mtu mmoja uliathirika sana kutokana na sitofahamu hiyo iliyokuwa inahusisha mtu mmoja kulengwa na kuuawa. Mtakumbuka waliuawa wenye vitu wa vijiji kwa wilaya za Pwani, watakumbuka vizuri jambo hili, vitongoji, mitaa, na mbaya zaidi wengine walikuwa wanalengwa kwa nafasi zao na kwa itikadi zao. Wenye viti wa CCM wengi tulishuhudia pia miili kwenye magunia, mifuko ikiwa imetupwa baharini. Mheshimiwa Spika, nasema haya na ni mabaya kuyataja kwa sababu familia zilipoteza watu wao, lakini nayasema kwa sababu watu wakumbuke kwamba tumewahi kupita vipindi vya aina hii, na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Spika, vilikomesha uhalifu wa aina hii. Havijawahi kushindwa. Vilikomesha uhalifu wa aina hii wa vikundi na wa mtu mmoja. Ni kweli, mficha uchi hazai. Huu usemi ulikuwa na maana kubwa sana. Alichokizungumza kutokea awamu ya 3 huko, awamu ya 4, awamu ya 5 mpaka sasa hivi awamu ya 6, ni kweli ulichokizungumza. Lakini kuna kitu Mheshimiwa Waziri wa Fedha Mwigulu Nchemba utakuwa umekisahau. Hayo matukio yote unayoyataja hapo nyuma ni matukio ambayo yalikuwa yanafanywa na watu ambao ni majambazi. Yani ukitazama matukio kuanzia hiyo wanaotaja yeye awamu hiyo, sijui ya 3, ya 4, ya 5, hakujawahi kunyooshewa vidole jeshi la polisi kama ambavyo wananyooshewa sasa hivi. Yani sisi tulichokuwa tunatamani kusikia kwamba kila alichokizungumza Gwajima mnakifanyia kazi ama hamkifanyii kazi. Lakini Watanzania wengi tulitamani kuona mnakifanyia kazi. Nilitumai kwamba mtamuunga mkono Gwajima kwa kile alichokizungumza juu ya masuala ya utekaji. Yani wanaotajwa kuhusika na utekaji ni watu ambao wanavaa nguo za kaki. Yani wale ambao wanavaa nguo za kaki na kupiga saluti. Labda hapo utakuwa umenielewa. Na kwa nini utekaji unakuwa tu kwa watu wanaokosoa lakini si kwa wanaosifia? Lakini utekaji huu umeelemea upande mmoja. Ukiona wa upande wa pili katekwa, basi ni yule ambaye alikuwa anaunga mkono wale wa upande wa kwanza. Yani inamaanisha ukiona mtu wa nguo ya kijani katekwa, basi jua alikuwa anawatetea wale watu wanaovaa nguo za kaki. Sasa hiki ulichokizungumza ni big up sana. Hongera, umezungumza fact, umezungumza vizuri kwa uzuri. Watu walikuwa wanaokotwa kwenye magunia. Ni kweli, hatukatai. Tumeona hiyo miili na stories zilikuwa ni nyingi, lakini
tulitamani kusikia kitu kuhusu kile ambacho alikizungumza Gwajima. Zaidi ya watu 80 kutekwa kwa kipindi tu hiki ni rekodi mbovu sema kweli. So Mwigulu Nchemba umezungumza vizuri na umefafanua vizuri, lakini bado jawabu linahitajika kwa Tanzania. Je, haya masuala utekaji yanayohusishwa na jeshi la polisi yataisha lini?